Kwa Mwenyezi Mungu atukubalie. Kadhi hadhirina wanakupenda kama mimi ninavyokupenda. Nikuombe katika saa hii umma huu wapeleke kwa Mungu. Mtume Muhammad ametulengania vitu vitano, niazimeni masikio yenu vitu hivi vitano ambayo ndio siri ya kufaulu kwa kila umma. Siru najati likulli umma ni vitu vitano. Umma huu utafaulu kwa vitu vitano ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametulingania navyo. Kitu cha kwanza ametulingania katika tauhidi. Tauhidi ina ufahamu mkubwa sana na ina mafungu mengi sana, lakini sisi tunajua ni ile tauhidullah ya tusimshirikishe Mwenyezi Mungu. Hapana, Mtume amesomesha tauhidi kwa upana mkubwa. Kuna tauhidullah, kwanza kumpwekesha Mwenyezi Mungu, lakini kuna tauhidul aqida. Itikadi zetu lazima ziwe moja. Akida zetu, hatutuwezi kuingia peponi watu wenye itikadi mbalimbali. Huyu anaitakidi hichi, huyu anaitakidi hichi, huyu anaitakidi hichi, alafu sote tukienda ingizwa peponi. Amesema Mtume Muhammad, sataftariqu ummati 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahid. Angalia tauhidul aqida. Ummati huu tagawanyika mafungu 73, yote yataingia motoni ila kundi moja. Hilo ndio tulitafute, hilo aqida yake, hilo tauhidul aqida. Katika fungu hilo akaulizwa Bwana Mtume, manhum ya Rasulullah, ni kina nani hao? Akasema alladhina hum alayhi ma ana alayhi wa ashabi, wale ambao mimi niko katika hayo na sahaba zangu. Yani wale watako kwenda na akida yangu mimi na sahaba, hao ndio watakoingia peponi. Lazima itikadi iwe ni ya sahaba na Mtume Muhammad, iwe moja, itikadi moja tu. Ameitakidi vipi Mtume Muhammad, sahaba wameitakidi vipi? Ndio pale wakauliza mal firqatun najia, twendeni na Uislamu, lakini pia kuna kikundi chenye kuokoka. Kuna kikundi chaitwa kikundi kilichookoka, ni kile kikundi chenye akida moja, akida ya Mtume Muhammad na akida ya sahaba, hicho ndio kitaokoka. Hiyo ni tauhidi katika upande wa akida. Lakini pia tuna tauhidul ghaya. Mtume amesomesha tauhidul ghaya. Malengo ya Mtume na sahaba yalikuwa ni nini katika Uislamu? Na sisi kama Waislamu tutakiwa na malengo hayo, tuwe na malengo mamoja. Leo ukiwasimamisha Waislamu 20 ukawauliza nini malengo ya Uislamu, kila mmoja atatoa fikra yake. Utapata malengo 20, wakati malengo yatakiwa yawe mamoja. Tauhidul ghaya, malengo yetu pia yawe ni mamoja. Sisi Waislamu tu tunakwenda katika malengo mamoja. Lakini kuna tauhidu tashri'i, tauhidi ya sheria. Sheria zetu ziwe ni moja. Leo mtu akifa, watoto wanavutana, wengine wanataka warithishwe Kiislamu, wengine wanataka kuwarithishwa kidunia. Hakuna sheria moja, sheria ni nyingi. Hawa watakarithishwe hivi, wasema kwenye Uislamu tutapunjwa. Tauhidu tashri'i iwepo, sheria iwe ni moja tu, tulinganiane katika sheria moja ya Kiislamu. Akifa mtu tuangalie, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Hata kama umepata fungu umepata moja, mwenzako ukapata mawili, ndivyo alivyogawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidu tashri'i. Lakini pia kuna tauhidu dini. Dini yetu ni moja, tusipotoshane. Dini hii ni moja. Dini yetu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndio dini yetu. Watu wasipotoshane kupitia madhehebu, kwamba hawa ni Shafi, hawa ni Sunni, tunapotoshana. Lakini dini yetu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lazima dini yetu iwe moja, na kila chetu tukinusuru tuwe wamoja, na kila chetu tukinusuru. Taasisi yoyote sisi tuinusuru ni yetu.
Tusifike mahala tukawa Muislamu anaishambulia na taasisi ya Kiislamu. Kiuliza kueleza katiba ya BAKWATA imeandika kila anayetamka la ilaha illa Allah ni mwana BAKWATA. Kwa hiyo BAKWATA ni ya Waislamu wote, kwa sababu kila anayesema la ilaha illa Allah ndio mfuasi wa BAKWATA. Sasa tupotoshana, BAKWATA ni Shafi, Sunni, watu wanaelewa hivyo, lakini upotoshaji. Ukiangalia hiyo ndani katiba ya BAKWATA utaikuta inakwambia kila atakayetamka la ilaha illa Allah basi huyo ndio mwenye BAKWATA. Kwa hiyo lazima tukubaliane, hichi ni chombo kimeundwa kwa muda mrefu kwa gharama kubwa, alafu mtu anakishambulia tunanyamaza, wakati ni chetu, na kila kitakachoundwa kingine tukichukue ni chetu. Kila chombo tunatakiwa sisi tukichukue ni chetu. Wenzetu wanaona wivu. Kwa nini Waislamu wana hili? Sasa yale tulionayo tuyaharibu? Tusikubali Waislamu. Kila chetu tukichukue. Unsur akhaka dhaliman au madhluma. Muislamu lazima umnusuru ndugu yako, akiwa dhalimu umnusuru, akiwa amedhulumiwa umnusuru. Akiwa dhalim umkanye, umnusuru kwa kumkanya, akiwa madhulum umtetee. Hii ndio akida yetu. Lazima tuwe na tauhidu din, tuwe kitu kimoja katika dini yetu, tusigawanywe kwa maneno tu ya ajabu. Lakini kuna tauhidu dunia. Sisi tuna tauhidu dunia. Dunia yetu ya Waislamu sisi sio dunia ya kila mtu. Sisi lazima tule halali, na tukiomba dua zetu tunamuomba Mwenyezi Mungu riziki za halali. Wenzetu akiuza pombe pia ni riziki kwake, akishapata faida ya pombe pia anakwenda kula, ni riziki na watoto, hana neno. Lakini sio Muislamu, haruhusiwi. Tuna tauhidu dini sisi. Dini yetu ni dini maalum na vyakula vyetu ni maalum, sio kila chakula Muislamu anakula, hatutakiwi. Hii ni sehemu moja katika sehemu alizotufundisha Mtume, sehemu za tauhidi. Nimechangua kwa sababu watu wengi kutaja tauhidi ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Tauhidi ya vitu vingine hatuna vyote. Lakini swala la pili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja lingania udugu, al-ikha, al-muslimu akhul muslim. Muislamu ndugu yake ni Muislamu, Muislamu ndugu yake, kwa sababu udugu ukisimamishwa wa Kiislamu kutapatikana tarahum, kutapatikana taawun, watu watasaidiana, watu watahurumiana, na unaweza ukamtetea, mkapambana, mkafanikiwa mkiwa mko ndugu, lakini mkiwa mbalimbali hamsaidiani. Shairi moja anasema akhaka inna malla akhala kasai ila alhija bighairi silah. Ndugu yako ni ndugu yako, ambaye hana ndugu ni kama mtu anayekwenda vitani bila silaha. Ndugu yako Muislamu unamuacha ndugu yako, wewe ni sawa na mtu anayekwenda vitani, huna silaha yoyote. Kwa hiyo Mtume ametufundisha udugu wa Kiislamu. Alipotoka Maka kuja Madina, kazi alozifanya aliunga udugu baina ya Muhajirina na Ansar, na sote tumemfuata Sheikh Yusuf kama ndugu yetu. Ni ndugu yetu, linalomgusa limetugusa sisi. Sheikh Yusuf ni ndugu yetu, namtolea mfano tu, lakini sote tuliokuja hapa tumefuata watu wa Idaru, wote ni ndugu zetu. Hedaru yote ni ndugu zetu, lakini yeye kwa sababu ni kiongozi mara nyingi ndo tunampigia mfano. Kwa hiyo al-ikha, udugu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutufundisha udugu. Sote Waislamu ni ndugu. Lakini jambo jingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alolilingania al-musawat, usawa. Hamwezi mkafaulu, mkapata siri ya kufaulu kama hakuna usawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema annasu sawasia ka asnani al-misht. Watu ni sawasawa tu kama yale meno ya machanua yale. Chanuo limewekwa sawasawa, ndio linachana, nyele zinanyooka kwa sababu ya usawa. Ndio Waislamu wafikie mahali wawe ni sawa. La fadlan ala ahadin li ahadin illa bitaqwa. Msingi wa ubora wetu sisi ni uchamungu. Inna akramakum inda Allahi atqakum.
Mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu tu. Walobaki watu wote tuko sawa. Ukishatoa ucha Mungu watu wote wako sawa. Msingi wa ubora ni ucha Mungu. Ukitoa ucha Mungu watu walobakia ni sawa. Kuzidiana kwetu sisi tutazidiana kwa ucha Mungu. Lakini ukishautoa ucha Mungu watu wawe sawa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilazimishwa na watumishi wajakazi wa Madina wakati wa asubuhi, akishamaliza kuswali alfajiri, wanakuja na vyombo vyao wametia maji, wakati mwingine anakuwa baridi, wanamwambia Bwana Mtume atie mikono pale, wakanywe maji yale, wamepata baraka ya kutiwa mkono na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhiki ya baridi za nchi za Kiarabu zinajulikana. Mtu ambaye ameishi nchi za Kiarabu, baridi ya nchi za Kiarabu huwezi kuifanisha na baridi yote katika Afrika. Huwezi kusema baridi iliyo katika nchi za Kiarabu inalingana na Arusha au Moshi au Nairobi hata kidogo. Na kule ukenda, ukiweza hali ya baridi, basi itakushinda hali ya joto. Ukiweza hali ya joto, hali ya baridi itakushinda. Mimi nimeishi miaka 8. Kuna hali ngumu sana ya baridi, lakini Mtume anapelekewa vyombo baridi ile na maji ya wajakazi, jinsi alivyojiweka kwamba ni sawa na watu wote, anatia mikono yake pale. Wajakazi wanatoka, Mtume chombo changu katia mkono, wanakwenda kunywa. Hii ni ule usawa alioweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusiwe na matabaka, ukamuona mwenzako, huyu siwezi kuwasiliana naye, huyu siwezi kupokea simu yake, huyu mimi niko hivi, mimi nina cheo hichi, huyu. Hapana, sio Uislamu. Uislamu ni usawa, lazima tuwe sawa sawa. Yoyote unaweza kumfuata kwamba nataka dua, nataka hivi, sawa sawa. Huo ndio Uislamu. Mtume alilingania usawa, lakini vile vile Mtume alilingania huria, uhuru, huriyatul fikr, uhuru wa kufikiri. Uhuru wa kufikiri unatusaidia sana katika nini? Katika kufuta baadhi ya ikhtilafu zetu ndogo ndogo katika matabaka mbalimbali. Watu wanakaa pamoja kwenye meza wakazungumza, kila mmoja yuko huru kutoa mawazo yake. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume tulingania katika uhuru. Lazima tuwe tunasema vitu vyetu tukiwa huru. Unamfuata shekhe ukiwa huru, unamuuliza swali lako ukiwa huru. Huu huru ameufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima sisi tuwe huru katika mambo yetu. Usiwe shekhe ukafikia daraja mtu anakuuliza, mtu anasema yeye ni daraja la chini, hawezi kumuuliza shekhe, hawezi nini. Hurriyatul fikr imetolewa kwa Waislamu, ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jingine, Mtume Muhammad ametufundisha assalam, amani. Haya ndio nilikuwa nikiyakusudia. Amani ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametufundisha amani, na matokeo ya amani ni kuishi katika hayatur raha, uhai, maisha ya raha, wasaada na wema. Mahali pakiwa hapana amani, hapana maisha mazuri, hapana maisha ya raha. Amani ndiyo inayoweka maisha mazuri, amani ndiyo inoleta raha, amani ndiyo inoleta saada. Watu wanakuwa watukufu nchi zao zikiwa amani, kwa sababu watafanya yale yatakaowafanya wawe watukufu. Kama nchi haina amani, utafanya ibada wapi? Utajikurubisha na Mungu wapi? Saada itapatikana wapi? Hatuwezi tukapata saada maadamu hakuna amani. Kwa hiyo amani ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kiufupi, katika maneno yangu yote mimi naishia katika wahdatul Islam, umoja wa Uislamu. Ingawa da'wa ya Mtume Muhammad ilikuwa ina maziyatun fi wahdatil insaniya, sisi hatujafika, uwezo wetu mdogo. Yeye Mtume Muhammad da'wa yake ni kwamba daraja yake ni kutengeneza umoja wa wanadamu wote. Umoja wa wanadamu, yani tufikie mahali wanadamu wote ni wamoja, bila kuangalia dini gani, bila kuangalia chama gani, bila kuangalia tabaka zote. Watu wote wawe kitu kimoja. Lakini kwa sisi tunasema daraja yetu ni kuwaambia Waislamu tuwe wamoja.
kwa madhehebu yetu yote, lakini tujue tuna wuhdatu dini inatulazimu, na haya hayatekelezeki ila kwa yakini. Haya yote niliyozungumza hayatekelezeki ila kwa yakini. Ni lazima tuyayakini. Kila ulichokisikia utengeneze yakini, ndio utaweza kukitekeleza. Kama hutatengeleza yakini, huwezi kutekeleza. Na kuna asbabu za mtu kuwa na yakini ni 3. Sababu za yakini, mtu kuipata ile yakini, kila utakachoelezwa ukenda nacho mpaka kwa yakini, ni sababu zake ni 3. Sababu ya kwanza ni alilmu. Ilmu ya dini inamfikisha mtu katika kuelezwa jambo na akafika kwenye yakini. Watu wengi hatujiandai sawa sawa na mambo ya akhera. Wengi hatuna yakini na akhera. Kwa sababu gani? Ilmu al-yaqin inayotupelekea kuweza kuijua akhera sawa sawa hatuna. Kwa hiyo ilmu ya dini ni chombo cha kumpeleka mtu kwenda katika ilmu al-yaqin, akapata yakini kabisa. Lakini jambo la pili ni imani. Imani hii ya dini lazima ujenge katika moyo wako imani, na imani ni kitu kinazidi na kinapungua. Kuna mambo ukiyafanya imani yako itapungua, kuna mambo ukiyafanya imani yako itazidi. Mmoja katika alotunga Jawharatu Tauhid asema innama yazidu al-imanu bima tazidu ta'atu al-insan. Imani inazidi vile taa itakavyozidi. Ukifanya ibada sana, basi utakuwa juu sana kiimani. Ukipunguza ibada, utapungua katika imani. Kwa hiyo imani, ilmu ya dini, lakini na akili. Vitu vitatu: imani, ilmu ya dini na akili. Na vyote ni muktasabu. Hivi vyote ni muktasabu, vinachumwa. Imani inachumwa. Watu wanasoma ilmu za tauhidi mpaka ikajengeka imani. Wanasoma tasawufi mpaka ikajengeka imani. Watu wanasoma mpaka watu wakapata ilmu. Watu wanasoma mpaka wakatengeneza akili. Ni ilmu za kiakili zinasoma. Ukisoma ilmu ya mantiki unatengeneza akili. Sema al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadith. Natija al-alam hadith. Ulimwengu ni wenye kubadilika, na kila chenye kubadilika ni chenye kuzuka. Natija, ulimwengu ni wenye kuzuka. Muhammadun rahma, Mtume Muhammad ni rehma. Wa kullu rahmatin yajibu lilfarah bihi, na kila rehma kunapasa kuifurahikia. Natija, Muhammadun yajibu lilfarah bihi, Muhammad kunapasa kumfurahikia. Si suna kumfurahikia Mtume Muhammad, ni wajib. Usipomfurahikia Mtume Muhammad unapata dhambi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamuomba sana Mwenyezi Mungu, Sheikh Muhammad, Mwenyezi Mungu akupe afya njema na akupe akili, azidi akili yako kuitia nuru kama ilivyokuwa na nuru, azidishie nuru tuzidi kunufaika nayo. Wapo wengi wewe. Haishi. Kwa hiyo tunashukuru sana, alhamdulillah. Na sasa tuwaombe wageni wetu kapumzike. Ratiba iliyokuwepo kwa leo ni ratiba ya samaa tu, ambayo itakuwa baada mubashara baada salati al-isha. Na tauhidul ghaya, Mtume amesomesha tauhidul ghaya. Malengo ya Mtume na sahaba yalikuwa ni nini katika Uislamu? Na sisi kama Waislamu tutakiwa na malengo hayo, tuwe na malengo mamoja. Leo ukiwasimamisha Waislamu wa 20 ukawauliza nini malengo ya Uislamu, kila mmoja atatoa fikra yake.
utapata malengo 20, wakati malengo yatakiwa yawe mamoja. Tauhidul ghaya, malengo yetu pia yawe ni mamoja. Sisi Waislamu tu tunakwenda katika malengo mamoja. Lakini kuna tauhidu tashri'i, tauhidi ya sheria. Sheria zetu ziwe ni moja. Leo mtu akifa, watoto wanavutana, wengine wanataka warithishwe Kiislamu, wengine wanataka kuwarithishwa kidunia. Hakuna sheria moja, sheria ni nyingi. Hawa watakarithishwe hivi, wasema kwenye Uislamu tutapunjwa. Tauhidu tashri'i iwepo, sheria iwe ni moja tu, tulinganiane katika sheria moja ya Kiislamu. Akifa mtu tuangalie tu, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayn. Hata kama umepata fungu umepata moja, mwenzako ukapata mawili, ndivyo alivyogawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidu tashri'i. Lakini pia kuna tauhidu din, dini yetu ni moja, tusipotoshane. Dini hii ni moja, dini yetu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndio dini yetu. Watu wasipotoshane kupitia madhehebu, kwamba hawa ni Shafi, hawa ni Sunni, tunapotoshana. Lakini dini yetu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lazima dini yetu iwe moja, na kila chetu tukinusuru tuwe wamoja, na kila chetu tukinusuru. Taasisi yoyote sisi tuinusuru ni yetu. Tusifike mahala tukawa Muislamu anaishambulia na taasisi ya Kiislamu. Kiuliza kueleza katiba ya BAKWATA imeandika kila anayetamka la ilaha illa Allah ni mwana BAKWATA. Kwa hiyo BAKWATA ni ya Waislamu wote, kwa sababu kila anayesema la ilaha illa Allah ndio mfuasi wa BAKWATA. Sasa tupotoshana, BAKWATA ni Shafi, Sunni, watu wanaelewa hivyo, lakini upotoshaji. Ukiangalia hiyo ndani katiba ya BAKWATA utaikuta inakwambia kila atakayetamka la ilaha illa Allah basi huyo ndio mwenye BAKWATA. Kwa hiyo lazima tukubaliane, hichi ni chombo kimeundwa kwa muda mrefu kwa gharama kubwa, alafu mtu anakishambulia tunanyamaza, wakati ni chetu, na kila kitakachoundwa kingine tukichukue ni chetu. Kila chombo tunatakiwa sisi tukichukue ni chetu. Wenzetu wanaona wivu. Kwa nini Waislamu wana hili? Sasa yale tulionayo tuyaharibu. Tusikubali Waislamu. Kila chetu tukichukue. Unsuru akhaka dhaliman au madhluma. Muislamu lazima umnusuru ndugu yako. Akiwa dhalimu umnusuru, akiwa amedhulumiwa umnusuru. Akiwa dhalim umkanye, umnusuru kwa kumkanya. Akiwa madhulum umtetee. Hii ndio akida yetu. Lazima tuwe na tauhidu din, tuwe kitu kimoja katika dini yetu, tusigawanywe kwa maneno tu ya ajabu. Lakini kuna tauhidu dunia. Sisi tuna tauhidu dunia. Dunia yetu ya Waislamu sisi sio dunia ya kila mtu. Sisi lazima tule halali, na tukiomba dua zetu tunamuomba Mwenyezi Mungu riziki za halali. Wenzetu akiuza pombe pia ni riziki kwake, akishapata faida pombe pia anakwenda kula, ni riziki na watoto, hana neno. Lakini sio Muislamu haruhusiwi. Tuna tauhidu dini sisi. Dini yetu ni dini maalum, na vyakula vyetu ni maalum. Sio kila chakula Muislamu anakula, hatutakiwi. Hii ni sehemu moja katika sehemu alizotufundisha Mtume, sehemu za tauhidi. Nimechangua kwa sababu watu wengi kutaja tauhidi ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Tauhidi ya vitu vingine hatuna vyote. Lakini swala la pili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja lingania udugu, al-ikha, al-muslimu akhul muslim. Muislamu ndugu yake ni Muislamu, Muislamu ndugu yake. Kwa sababu udugu ukisimamishwa wa Kiislamu kutapatikana tarahum, kutapatikana taawun, watu watasaidiana, watu watahurumiana. Na unaweza ukamtetea, mkapambana, mkafanikiwa mkiwa mko ndugu, lakini mkiwa mbalimbali hamsaidiani. Shairi moja anasema akhaka inna malla akhala kasai ila alhija bighairi silah. Ndugu yako ni ndugu yako, ambaye hana ndugu ni kama mtu anayekwenda vitani bila silaha.
Ndugu yako Muislamu unamwacha ndugu yako. Wewe ni sawa na mtu anayekwenda vitani, huna silaha yoyote. Kwa hiyo Mtume ametufundisha udugu wa Kiislamu. Alipotoka Maka kuja Madina, kazi alozifanya aliunga udugu baina ya Muhajirina na Ansar, na sote tumemfuata Sheikh Yusuf kama ndugu yetu. Ni ndugu yetu, ni ndugu yetu, ni ndugu yetu. Linalomgusa limetugusa sisi. Sheikh Yusuf ni ndugu yetu, namtolea mfano tu, lakini sote tuliokuja hapa tumefuata watu wa Idaru, wote ni ndugu zetu. Hedaru yote ni ndugu zetu, lakini yeye kwa sababu ni kiongozi mara nyingi ndo tunampigia mfano. Kwa hiyo al-ikha, udugu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutufundisha udugu. Sote Waislamu ni ndugu. Lakini jambo jingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alolilingania al-musawat, usawa. Hamwezi mkafaulu mkapata siri ya kufaulu kama hakuna usawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema annasu sawasia ka asnani al-misht, watu ni sawasawa tu kama yale meno ya machanuo. Yale chanuo limewekwa sawasawa, ndio linachana, nyele zinanyooka kwa sababu ya usawa. Ndio Waislamu wafikie mahali wawe ni sawa. La fadlan ala ahadin li ahadin illa bitaqwa. Msingi wa ubora wetu sisi ni uchamungu.